katika mikoa 6 ya kimadini ambapo ni mkoa wa Mara, Shinyanga, Mwanza, Kagera, Geita na Mtwara. Sambamba na kufanya kaguzi 187 katika migodi ya kati nchini. Katika kipindi hicho, tume imefanikiwa kufanya ukaguzi katika masuala ya usalama, afya na mazingira katika migodi midogo 60,761 iliyopo katika mikoa 26 ya kimadini nchini. Kaguzi zote hizi ziliweza kubaini mapungufu na maelekezo kwa ajili ya maboresho yaliweza kutolewa kwa wale ambao walikutwa na mapungufu. Aidha, katika kipindi cha kuanzia Julai hadi Februari 2025, ukaguzi umefanyika katika maghala ya kuhifadhia baruti kwenye mikoa 30 ya kimadini ambapo bohari 164, store 268 na masanduku 207 ya baruti yaliweza kukaguliwa. Tume iliweza kutoa mafunzo kuhusu masuala ya usalama, afya, mazingira pamoja na usimamizi wa baruti yalitolewa kwa wachimbaji wadogo wa madini katika mikoa mbalimbali ya kimadini nchini ambapo jumla ya wachimbaji wa madini 11,478 walishiriki mafunzo hayo. Na katika kuelimisha umma na kuboresha mawasiliano kati ya tume ya madini na wadau mbalimbali kuhusu masuala ya madini, tume imefanikiwa kufanya utayarishaji wa vipindi maalum na makala zinazohusu maudhui ya ndani na mchango wa kampuni za uchimbaji wa madini katika jamii kupitia programu za CSR katika mikoa mbalimbali ya kimadini nchini kwa njia ya redio, runinga pamoja na kuchapishwa katika tovuti na mitandao ya kijamii. Aidha, vipindi hivi vimeendelea kuelimisha umma kuhusu masuala ya madini nchini ili kufungua fursa kwa Watanzania kunufaika na rasilimali madini. Sasa mwelekeo na mikakati ya tume ya madini. Tume ya madini imejiwekea mikakati yake kuhakikisha kwamba inafikia 10% inaiwezesha wizara kufikia 10% ya mchango wa GDP kwenye taifa. Katika kuhakikisha hiyo, tume ya madini imeendelea kuimarisha usimamizi na udhibiti katika maeneo ya uzalishaji wa madini ya ujenzi, wa madini ya viwandani kwa kuongeza wakaguzi wasaidizi, vitendea kazi pamoja na kushirikisha mamlaka nyingine za serikali zinazosimamia na kutumia rasilimali madini. Lakini vile vile tumeka mkakati kuimarisha udhibiti wa biashara ya madini, hususan utoroshaji wa madini kwa kuhamasisha umuhimu wa kutumia masoko na vituo vya madini nchini, kuimarisha vituo vya ukaguzi katika maeneo ya mipakani, bandarini pamoja na viwanja vya ndege. Aidha, mkakati mwingine ni uboreshaji na usimamizi thabiti wa mifumo ya utoaji wa leseni za madini nchini. Mkakati mwingine ambao tume imejiwekea ni kuimarisha ukaguzi katika shughuli za uchimbaji katika migodi kwa lengo la kuwa na uchimbaji endelevu unaozingatia usalama, afya na utunzaji wa mazingira. Lakini vile vile tuna mikakati ya kuimarisha ofisi za maafisa madini wa kazi, maabara ya tume pamoja na ofisi za maafisa migodi wa kazi katika maeneo mbalimbali ya uzalishaji hapa nchini. Lakini tuna mkakati wa kuimarisha shughuli za tafiti zinazohusiana na utambuzi wa vyanzo vipya vya mapato yatokanayo na rasilimali madini. Na mwisho ni kuimarisha mazingira ya uwekezaji kwa wachimbaji wa madini. Naomba nihitimishe kwa kusema kwamba sekta ya madini ni miongoni mwa sekta muhimu katika kukuza uchumi na kuleta maendeleo ya kijamii na taifa kwa ujumla. Mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 katika sekta hii yametokana na uongozi makini na imara wa serikali chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Aidha, kuimarika kwa sekta hii kumesaidia kuongeza mapato ya serikali na kukua kwa mchango wa sekta ya madini nchini. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante Mhandisi Ramadhani Lwamo kwa wasilisho. Sasa tunakaribisha maswali. Kwa yeyote mwenye maswali basi nimletee mic.